Natumai uko poa kabisa mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya makala simulizi. Naamini uko fresh. Basi kama hauko fresh pole sana, lakini kwa upande wa mimi niko kamili gado. Niko fresh kabisa na niko ndani ya studio zetu hizi za makala simulizi kwa ajili ya kukupatia burudani kabisa. Ni burudani zinazotokana na simulizi ambayo tunakwenda kukuletea muda na wakati kama huu. Simulizi yetu hii ni mpya kabisa. Kumbuka leo tunaanza simulizi mpya baada tu ya kumaliza simulizi ambayo iliyopita. Simulizi yetu hii mpya bwana inakwenda kwa jina la Asante Kaka. Asante Kaka ndilo jina la simulizi hii. Nakukaribisha sana uweze kwenda na mimi mwanzo huu hadi mwisho wa simulizi hii. Kitu kimoja tu ambacho ni cha muhimu sana ambacho napaswa nikukumbushe ni kwamba kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii, basi bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe liko chini ya video hii, mkono wako wa kulia hapo. Bonyeza hilo neno ili uweze kupata simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Msimuliaji wako si mwingine, ni mimi BHB wa makala simulizi. Karibu sana katika sehemu hii ya kwanza. Jina langu mimi ninaitwa Lightness Bryson. Ni mtoto wa pili katika familia ya baba yangu na mama yangu, yani Bineema pamoja na bwana Bryson. Kaka yangu ninayemfuata anaitwa Freddy. Kaka yangu na mimi hatujapishana sana. Tumezaliwa Jumamosi na Jumapili kama watu wanavyosema. Katika hatua za awali kabisa, mimi na kaka yangu ni watu ambao tulioishi kwa kupendana. Na kwa kweli kwa sababu tulikuwa wawili tu katika familia yetu, kila mmoja alikuwa akimuona mwenzake kama kampani. Ilikuwa ni kwamba hata kama ni chakula kikitengwa na mmoja wetu bado hajaja, basi mwingine asingekula. Mazingira ambayo nilioishi mimi pamoja na kaka yangu, kwa watu ambao wasiotufahamu, wengi wao walisema kwamba mimi na kaka yangu ni mtu na pacha wake. Hasa kutokana na jinsi ambavyo tumefanana sana, lakini jinsi ambavyo tulivyokuwa tunapendana sana sana sana. Hali hii siwezi kusema kwamba imetengenezwa kwa sababu fulani. Naweza nikasema tu ni jambo ambalo lililotokea, ndugu kupendana sana, basi siwezi kusema kwamba pengine tulifundishwa kupendana. Ninasema hivi kwa sababu hata mimi sijui kwamba tulianza kupendana lini. Lakini ninakumbuka tu kwamba toka utotoni mimi na kaka yangu tulikuwa watu wa karibu sana. Siku zilienda. Lakini kabla sijakueleza habari ya mbele, labda nikukumbushe kitu fulani au nikusimulie kitu kimoja kuhusu baba yangu na mama yangu. Baba yangu na mama yangu, baba yangu yeye alikuwa na kazi, lakini mama yangu hakuwa na kazi, alikuwa ni mama wa nyumbani. Baba yangu kipindi ambapo wanakutana na mama yangu, wanasema kwamba baba yangu alikuwa na kazi na alikuwa akilipwa vizuri, kitu kilichompelekea kwamba yeye aweze kupata viwanja na vitu vingine ambavyo alivyokuwa akiamini kwamba hata hapo baadaye vingeweza kumsaidia. Upande wa nyumba baba yangu yeye hakuanza kujenga, kwa sababu kulikuwa na nyumba ya familia yao, yani nyumba ya babu, ndipo mahali ambapo tulipokuwa tunakaa. Sasa baba yangu yeye hakufanikiwa kukaa sana katika kazi, kwa sababu wakati wanakutana na mama na kipindi ambapo kaka yangu Freddy anazaliwa, ndicho kipindi ambapo alikuwa yuko kazini muda wote. Lakini walinieleza kwamba kipindi ambapo mimi nilipokuwa nimezaliwa nikiwa bado na mwaka mmoja, ndicho kipindi ambapo baba yangu alipopoteza kazi yake. Unaweza ukashangaa sana kwa sababu iliyosababisha baba yangu apoteze kazi. Ukweli ni kwamba baba yangu alipoteza kazi kwa sababu ya ulevi. Alikuwa anapenda sana kunywa.
pombe alikuwa anaifanya kama chakula vile. Sio asubuhi, sio mchana, sio jioni, lazima baba yangu anywe pombe. Kitu ambacho kilichompelekea kufukuzwa kazini na bosi wake baada ya kutokea kwamba kuna kazi alipaswa azifanye ambazo hakuzifanya na zikamtia hasara kubwa sana bosi wake. Kitendo hicho kilimpelekea sasa baba yangu kuanza kuishi maisha ya kutangatanga, kipindi nikiwa mimi bado ni mdogo. Katika vipindi hivi vya mwanzo kabisa uchanga wangu, baba yangu alijitahidi kufanya kazi mbalimbali ili kuweza kuhakikisha kwamba familia yake inaenda vizuri. Kadiri siku zilivyoenda, kwa sababu baba yangu alikuwa hajaacha pombe, alizidi kuharibikiwa zaidi. Ile hali ilikuja kupelekea kwamba mama yangu mzazi akawa sasa na yeye anaanza kutoka ndani na kuacha kuwa mama wa familia na kuanza kuhangaika huku na kule ili familia yetu iweze kwenda vizuri. Baba yangu alifikia kipindi sasa anaanza kuuza vitu kimoja kimoja vile ambavyo alivyokuwa amewekeza. Alikuwa amenunua mashamba, akawa anayauza, viwanja akawa anauza kimoja kimoja. Mahali ambapo alipokuwa amefungua biashara zake ambazo ndo zilikuwa ni changa hazijakomaa, tayari baba aliziuza. Ile hali ilipelekea sisi pale nyumbani kuonyesha kabisa kwamba tumepoteza mwelekeo. Pamoja na hayo yote, mama yangu alionyesha sana kutujali. Mpaka ilipofikia wakati ambapo pengine na mama yangu alisema sasa basi. Mama yangu alifikia wakati ambapo na yeye sasa ameanza tabia ya kunywa pombe. Kwa sababu kusema ukweli, pamoja na kwamba baba yangu alikuwa mnywaji wa pombe, lakini mama yangu na baba yangu walikuwa wanapendana sana. Hali ile ilimpelekea baba yangu kuwa na tabia ya kumletea mama yangu pombe ili aonje. Baadaye mama yangu alikuwa sasa ameshazoea na akawa ni mlevi kabisa. Sasa japokuwa walikuwa wanatupenda, lakini kuna wakati ambapo walipokuwa wanatuacha sisi wenyewe pale nyumbani na wao kutokomea huko kwenye vilabu vya pombe. Ile hali ilipelekea sasa mimi na kaka yangu kuanza kujitambua tukiwa wadogo sana. Tukaanza mimi na kaka yangu kwamba tukirudi nyumbani, labda tumetoka shuleni, wazazi hawapo, tunajipikia na kula sisi wenyewe pia wakati ambapo kunapokuwa kuna vyakula pale. Hali hii iliendelea mpaka pale ambapo kaka yangu alipoingia sekondari kidato cha kwanza. Mimi wakati huo nilikuwa nikisoma darasa la 7. Nilikuwa sasa pale kidogo na mimi nimesha kuwa mwanadada kidogo ambaye mdada fulani hivi wa size fulani hivi. Ni mtoto lakini ndicho kipindi ambapo naanza na mimi kuvunja ungo. Kwa sababu kaka yangu alikuwa ananipenda sana, alikuwa akinilinda sana ili nisije nikadondokea kwenye mikono ya watu waovu. Kaka yangu alikuwa akipenda kuniambia kwamba niwe makini nisije nikadondokea kwenye mikono ya wanaume tapeli. Wakati akiwa anaongea hivyo, kiukweli ni kwamba mimi nilikuwa sielewi sana anamaanisha nini, kwa sababu pamoja na kwamba kuna mabadiliko ambayo niliyokuwa naanza kuyaona kwenye mwili wangu, lakini ukweli kabisa ni kwamba nilikuwa sijaanza kujua ni nini kinachoendelea. Hata wakati ambapo walimu walikuwa wanatufundisha namna ya kujisitiri kipindi ambapo labda tunapokuwa kwenye siku zetu sisi wanawake, wakitueleza kwamba tuwe mbali na wanaume na mambo mengine kama yale, bado mimi nilikuwa naona kama ni somo tu, lakini sio kitu cha maana. Na hii ni kutokana na kwamba mimi nilikuwa sielewi kwa kweli kinachoendelea kuhusiana na masuala ya kijinsia. Kwa hiyo kaka yangu alipokuwa ananihamasisha kwamba niwe mbali na wanaume, bado nilikuwa silipati hilo somo vizuri. Kipindi hicho ambacho mimi nikiwa darasa la 7, kaka yangu akiwa form 1 kidato cha kwanza maana yake,
Ni kipindi ambapo hali ilibadilika sana pale nyumbani, mahusiano yetu sisi pamoja na wazazi wetu. Hali ilikuwa imeshakuwa chronic zaidi. Kufika nyumbani na kuwakosa baba na mama. Ilikuwa si kuwakosa tu sasa kwa muda, bali ilikuwa ni kwamba muda ambapo wanapokuwa wanarudi wanakuwa wameelewa chakari, kiasi kwamba tulikuwa hatuelewani kabisa pale ndani. Na hata kama ni kurudi, walikuwa wanarudi usiku sana. Saa 7, wakati mwingine saa 8 ndipo ambapo walipokuwa wakirudi nyumbani, baba na mama wakiwa wanakokotana. Siku zilienda, kipindi hicho mimi nikiwa darasa la 7. Na kadiri siku zilivyoenda ndivyo ambavyo mambo yalivyozidi kubadilika zaidi. Baba yangu na mama yangu kuna wakati ambapo walikuwa hawarudi nyumbani kabisa. Tulikuwa tunamaliza wakati mwingine mpaka siku 3. Baba na mama hatuoni pale nyumbani. Wanapotelea huko kwenye vilabu vya pombe. Ilikuwa haijalishi kwamba wamepata pesa au la. Ilimradi tu wao wana hamu ya kunywa, walikuwa wakienda huko kwenye vilabu vya pombe na wangenunuliwa pombe na kulewa sana. Sababu ya ulevi ninaweza nikasema ndio sababu iliyosababisha ufukara zaidi pale nyumbani kwetu. Vitu vya ndani vilianza kutolewa kuuzwa kimoja baada ya kingine. Sisi tulikuwa tukishangaa tu. Leo inatolewa TV, kesho natoa deck, siku nyingine baada ya pesa zile kuisha natoa kiti, kabati. Vitu vikaanza kutolewa pale ndani. Na watu walikuwa wanakuja pale na kuwapa baba na mama pesa kidogo sana ambazo walizokuwa wanaamini kwamba zinawatosha wao kwa ajili ya kunywa pombe. Ni mimi na kaka yangu ambao tuliokuwa sasa tunaona kabisa kwamba mambo yanazidi kuwa mabaya, kwa sababu kuna wakati tulikuwa tunarudi pale nyumbani na tunakosa kabisa chakula cha kupika, na hivyo kutufanya sisi tuweze kulala njaa. Nikiwa katikati ya darasa la 7, siku moja tulirudi nyumbani na hatukuwakuta baba na mama. Kilikuwa sio kitu cha kushangaa sana, kwa sababu baba yangu na mama yangu tulikuwa tushaanza kuzoea kutokuwakuta nyumbani. Lakini utofauti wa siku hii ulikuwa ni utofauti wa ziada, kwa sababu tulikuta kwamba pale ndani nyumba imebaki na kitanda peke yake na vyombo vya kupikia. Vitu vingine vyote vilikuwa hakuna. Sio kitanda cha baba na mama, sio television, hakuna kitu hata kimoja zaidi ya kitanda chetu tu na vyombo vile ambavyo vilikuwa ni vikukuu ndivyo vilivyokuwa vimebaki. Hali hii ilitustua sana, kwa sababu tuliona kwamba hii ni hali ya tofauti. Hata kama baba na mama walikuwa wameamua kwamba wauze vitu vyao, lakini iweje wauze mpaka nguo zao alafu vyote kwa pamoja? Hali ile ilitupa mashaka. Tulikaa siku ya kwanza bila kuwaona baba na mama. Siku ya pili hatukuwaona baba na mama. Lakini jambo ambalo lililokuwa linatufariji ni kwa sababu baba na mama walikuwa wametuachia kibaba cha unga ambao uliokuwa umewekwa kwenye ndoo. Ndoo ile ilikuwa imejazwa unga na dagaa kidogo zilikuwa zimewekwa pembeni, na nyanya ambazo zilizokuwa zinatusaidia sisi hata kama baba na mama hawapo tuendelee kula. Siku 3 ziliisha na hatimaye wiki ikaisha. Hapa sasa tulizidi kupata mshangao mkubwa. Ilikuwa sio kawaida ya baba na mama kumaliza zaidi ya siku 3 kabla hawajarudi nyumbani. Wangeweza kukaa siku 1, 2 mpaka 3. Safari hii ilizidi wiki, baba na mama hawapo nyumbani. Hatujui hata mahali walipo. Tulizidi kupata mshangao
na taharuki kwa kweli ilitukumba sana. Hili hali ilitufanya sasa sisi tuanze kuulizia kwa watu kama wamewaona baba na mama mahali. Tulijitahidi sana kuuliza, lakini hatukufanikiwa kupata majibu kama kuna mahali wameonekana. Siku moja wakati ambapo tulipokuwa tunafanya sasa usafi katika chumba chetu, sababu mimi na kaka yangu tulikuwa tukilala chumba kimoja, tulikuta sasa pale karatasi ambayo ilikuwa imewekwa chini ya uvungu wetu. Ile karatasi niliangalia na hatimaye niliona ikiwa imeandikwa hati ambayo ilikuwa ni ya mama yangu mzazi. Nilipoanza tu kuiangalia na kugundua kwamba ni mama ameiandika, sikuisoma hata kidogo. Zaidi sana nilimuita kaka yangu Freddy ili aje tuione wote. Kaka, hebu angalia. Karatasi hii hapa, naona barua hii hapa. Si mama kaandika hii? Hebu, kuna nini? Inasemaje? Ndio sijui, hebu angalia. Tulifungua ile karatasi vizuri na kuanza kuisoma. Lightness na Freddy, samahanini sana wanangu. Mimi pamoja na baba yenu tumeamua kwenda mbali na nyinyi. Tumeona tufuate maisha yetu na nyinyi muishi maisha yenu. Sio kwa sababu hatuwapendi, lakini tumeona kwamba maisha ni haya. Mungu atawabariki kwa sehemu yenu na sisi tuendelee kula maisha kwa staili yetu. Tumechoka kuteseka na shida za hapa nyumbani. Tumeamua kuishi maisha yetu binafsi. Tunajua mtaumia sana kwa sababu ya kuacha peke yenu, lakini tunaomba mtuie radhi. Tumeondoka, tumeenda mbali na nyinyi. Hatutawaambia kwamba ni wapi, lakini mnaposoma hii barua tambueni kwamba sisi hapa nyumbani hatutarudi tena. Unga huo hapo tumieni, ukiisha jiongezeni kwamba mtapata wapi chakula kingine. Sisi hatuko karibu na nyinyi tena, tunaomba mtusamehe. Bye bye. Huu ndio ujumbe ambao tulioupata kwenye karatasi ile ambayo kutokana na hati ilionyesha kabisa ule mwandiko ni wa mama yetu mzazi. Kwa kweli sio mimi wala kaka yangu ambaye tuliambiwa na mtu kwamba tulia au tunyamaze. Tuliingia katika majonzi na kila mmoja alikuwa akilia. Imekuwaje wazazi wetu watukimbie wote kwa pamoja na wauze vitu vyote? Inawezekanaje? Tutaishije sisi hapa nyumbani? Tulilia sana, lakini baada ya kulia sana, mimi nikiwa naendelea kulia, kakaangu aliyafuta machozi na kuanza kunibembeleza mimi. Mdogo wangu Light, hebu nyamaza. Nyamaza, tutajua tunaishije. Wewe huwezi ukapata shida yoyote ile. Mimi niko tayari kupambana kwa namna yoyote ile ili mradi wewe uwe salama. Naomba uamini hivyo. Nitapambana na kila aina ya tatizo ambalo litakalo kukumba mdogo wangu. Wala usilie tena. Hata mimi nimelia, nimeona kwamba kulia hatukuwezi kutusaidia chochote. Ndio maana nimeamua kunyamaza. Nimegundua kwamba Mungu atatupa njia nyingine ya kuishi. Hatuwezi kufa kwa sababu baba na mama wameenda mbali na sisi. Naomba unyamaze. Kaka, unafikiri sisi hapa tutaishije? Nani ambaye atatusaidia chakula na mavazi?
na mambo mengine hapa nyumbani ili tuweze kuishi. Mbona lakini mama na baba wametufanyia ukatili mkubwa hivi? Kwa nini wametufanyia mambo makubwa kiasi hiki? Kwani sisi tuliwakosea nini? Light mdogo wangu, hebu jipe moyo. Habari ya baba na mama ndio wameshaondoka. Tuamini kwamba kuna siku tutakutana nao, lakini hatuwezi kuwa nao katika wao kutulea tena. Naomba utulie. Mimi ni wa kiume. Nitahakikisha kabisa kwamba mdogo wangu wewe unasoma, unakula na maisha mengine yanaenda vizuri. Unaongea kuhusu mimi, vipi kuhusu wewe kaka yangu? Mimi niko tayari kupoteza kila kitu kwa ajili yako Light. Wewe ni mdogo wangu na rafiki yangu, ndugu yangu na faraja yangu pekee ambayo iliyobaki huku duniani. Wazazi wetu tayari ulishakuwa umewaona, wameshakuwa ni walevi wa kupindukia. Hata kama kipindi wakiwa hapa, bado ilikuwa ni matatizo mengi sana. Hawezi kutupa ushauri mwema. Hawezi hata kusimamia masuala yetu ya shule. Tulikuwa tunajiongoza wenyewe kama hatuna baba na mama. Zaidi sana ni pale wauze vitu vya ndani tuweze kupata kula. Sasa kama ni kuuza vitu vya ndani, hata mimi siningeweza. Lakini mimi sina hata cha kuuza. Mimi nitajitahidi kufanya kibarua na kitu chochote nitakachokiona mbele yangu. Nitakifanya ili mradi uweze kuishi. Naomba usilie tena. Mimi unanipa majonzi sana unavyolia mdogo wangu. Naomba unyamaze, futa machozi. Kaka yangu Freddy alipeleka mkono wake kwenye uso wangu na kuanza kunifuta machozi ambayo yaliokuwa yananibubujika. Nilifeel upendo wa kaka katika moyo wangu. Nilijisikia kupendwa na kufurahishwa sana na upendo mkubwa ambao uliokuwa unatoka kwa kaka yangu. Lakini moyoni mwangu niliendelea kujiuliza kwa nini mama na baba yangu wametufanyia vile. Nilifikiri wala sikupata jibu. Japokuwa kwa maelezo yao ni kwamba wameyashindwa maisha. Kwa hiyo wameamua kuishi maisha ya raha tu bila kupata stress zinazotokana na sisi. Lakini bado hiyo sababu haikuingia akilini mwangu. Inawezekanaje wazazi kuwakimbia watoto? Baba huenda. Na mama je? Mama kweli aliamua kukimbia na kutuacha sisi? Mama anaweza kukimbia watoto? Kwa kweli sababu hizo hazikuniingia akilini hata kidogo. Tulikuwa sasa tumeanza maisha mapya ya kuishi bila baba wala mama, tukiwa hatujui wameelekea wapi. Wametutelekeza na hatujui tunaanzia wapi. Kwa upande wa mimi, faraja yangu kubwa ilikuwa ni kaka yangu Freddy pekee. Tuliendelea kwenda shule huku tukiendelea kumalizia kibaba cha unga ambacho kilichokuwa kiko pale nyumbani. Siku ambayo tuliokuwa tunapika sasa chakula cha mwisho kabisa, ili tuweze kuhakikisha kwamba ule unga hakuna tena, ndio siku ambapo tulipoona kama Mungu ametutendea muujiza. Tulikuwa tuko jikoni, mimi pamoja na kaka yangu Freddy. Tulisikia mtu akibisha hodi. Hodi. Hodi hapa jamani. Tuliitikia karibu. Na kaka yangu alianza kutoka nje kuangalia ni kina nani. Na mimi nilifuatia na kuacha maji yakiwa yanachemka kule jikoni. Tulipofika tu pale mlangoni, tuliona watu wawili. Walikuwa si wageni kabisa kuwaona pale nyumbani. Lakini hii ilikuwa ni siku kama ya 3 au ya 4 kuwaona wakija wakiwa wameongozana pale nyumbani. Hodi hapa. Karibuni sana. Tumewakuta leo wazazi. Baba yupo? Hapana, baba hayupo. Mama? Mama hayupo pia. Kwani wameenda wapi? Wametoka kidogo. Unajua hapa hii ni mara kama ya 4 hivi
tunakuja hapa nyumbani bila kuwakuta. Na maeneo ambapo tumezoea kuwakuta hatujawakuta kabisa. Lakini kuna jambo tulikuwa tumeongea na tulishamalizana kila kitu. Sasa tulikuwa tumekuja kukamilisha sasa maongezi ambayo tuliokuwa tumeongea, makubaliano tulikuja kukamilisha. Ni jambo gani hilo? Kwa hiyo kama mnataka mtusikilize, twendeni tuingie ndani basi sasa tuongee kidogo. Haya poa, lakini sasa baba hawapo. Freddy, wewe ni mtu mzima, tunaweza tukakukabidhi makubaliano ya tuliokubaliana mimi pamoja na baba yenu. Haya poa. Walikaribia ndani na hawakutukwenda katika upande ule wa nyumba kubwa. Tulikuwa kwenye kile kijiko cha zamani ambacho kilikuwa ni kijiko pia cha urithi. Ni jiko la urithi ambalo walilokuwa wanakaa babu pamoja na bibi, yaani nyumbani kwa baba yangu walipokuwa wamelelewa. Jiko ile ilikuwa na sehemu ya kiseble kidogo na sehemu ya kupikia. Wale watu wawili waliingia pale. Walijitambulisha kwamba huyu mmoja anaitwa Alfred na huyu mwingine alijitambulisha kwamba yeye anaitwa Dalali Muro. Tulikaa pale na kuwasikiliza kwamba walikuwa wanasema nini. Walikuwa wamebebea bahasha ambayo hatukujua ina kitu gani kule ndani. Hatimaye sasa yule Alfred alianza kuongea. Nafikiri leo inabidi tukabidhiane kutokana na maongezi ambayo tuliokuwa tumeongea na wazazi wenu. Sasa kwa sababu tumewakosa na hata nyinyi hamjui wanarudi lini, inabidi tuwakabidhi nyinyi na nyinyi mtawakabidhi wao, kwa sababu tumeona mawasiliano yao hayapatikani kabisa. Na mimi hapa nilipo muda si mrefu ninasafiri, ninakwenda nje ya nchi. Sasa ili kuepusha mambo mengine mengi ambayo yanaweza kujitokeza hapa katikati, ni vyema huu mzigo ni ukabidhi hapa nyumbani. Alafu nyinyi mtawakabidhi watakapokuja. Sawa, ni mzigo gani? Nafikiri kila kitu kiko ndani yake. Kwenye hii bahasha mtaona hapo dokumenti ambazo tulizokuwa tumekubaliana, saini tulizotia na kila kitu. Mtaona kabisa kwamba kiko salama kabisa. Kwa hivyo pesa zote ziko hapa. Alipotaja neno pesa, tayari pale sasa akili yetu ilianza kufurahi. Akili zetu zilianza kuchangamka tukijua tayari tumepata pesa. Msikilizaji, walitukabidhi ile bahasha. Na hatimaye wao walisema sasa kwa sababu tumeshawakabidhi, nafikiri mambo mengine mtayakuta huko ndani. Sisi inabidi tuondoke. Haya, wakija mtawakabidhi. Sawa sawa? Sawa. Tuliwakubalia wale madalali, yule dalali pamoja na yule baba mwingine ambaye aliyekuwa amekuja pale nyumbani. Hatimaye walitoka pale na tulikuwa na shauku kubwa sana mimi pamoja na kaka yangu kutaka kujua kwamba kule ndani kuna kitu gani. Tulipofungua ndipo tulipogundua kwamba kuna kitu walichokuwa wanakijua kuhusiana na baba pamoja na mama yetu. Kwa sababu sisi tayari tulikuwa tuna shida na pesa na tumesikia kwamba kwenye ile bahasha kuna pesa. Hatukusubiri kabisa kwamba eti mpaka baba na mama warudi. Tuliwaza habari ya kuchukua pesa zile kwa sababu tayari tulikuwa hatuna chakula pale nyumbani. Tulishauriana mimi na kaka yangu kwamba tuweze kupika chakula tule kwanza, hatimaye tutaingia kwenye ile nyumba kubwa nyingine ambayo tulipokuwa tunaishi ili tuweze kufungua na kuiangalia kwamba hizo pesa ni kiasi gani huko ndani. Mimi pamoja na kaka yangu, mapacha wasiofanana hawa, tulimaliza kupika na hatimaye tukala. Kisha tukaondoka na ile bahasha na kuingia kwenye ile nyumba nyingine.
Ile nyumba kubwa haikuwa nyumba mpya, msikilizaji, ni nyumba ambayo kwa kweli na yenyewe ilikuwa imechoka sana. Lakini kwa kweli ilikuwa inatusitiri kwa sababu tulikuwa hatuna sehemu nyingine ya kukaa. Tuliingia ndani na kufungua ile bahasha. Tulikuta ikiwa na pesa, mulungutu kadhaa za pesa. Lakini pia vile vile tulipoiangalia tulikutana na barua kule ndani. Ile barua ilikuwa inasomeka, baadhi ya maandishi yalikuwa yanasema Fred Bryson pamoja na Lightness Bryson. Pamoja na mambo mengine, huu ni waraka ambao tunawapa kuhusiana na mahali mnapokaa. Pesa hizo ni makubaliano yetu sisi pamoja na wazazi wenu, ya kwamba ni mauziano ya sehemu hii ya eneo lote hili mnalokaa ikiwemo nyumba. Kwa hivyo, huruma yetu tu ndio inayopelekea kwamba tuwaruhusu nyinyi muendelee kukaa hapo, lakini hili eneo mkae mkijua kabisa kwamba hii nyumba na eneo hili kwa ujumla si mali yenu tena. Tunawapa uhuru wa kukaa hapo mpaka pale ambapo tutakapohitaji kufanya maendeleo katika eneo hilo. Nyumba hiyo tutakapohitaji kuibomoa na kujenga nyumba mpya, nyinyi hamtapaswa muendelee kukaa hapo tena. Lakini kwa wakati huu kwenda mbele, endeleeni kukaa hapo, na pesa hiyo ambayo iko ndani ya bahasha hii ni pesa ambayo itawasaidia nyinyi kuendelea kutafuta sehemu nyingine ya kukaa. Siku na tarehe ambayo mtapaswa muondoke hapo itategemea na uhitaji wetu sisi kuendeleza eneo hilo. Lakini kwa wakati huu mkae hapo tu, lakini mkae mkijua kwamba eneo hilo si lenu na wakati wowote ule litahitajika. Tuliuziana sisi pamoja na wazazi wenu. Pamoja na barua hii tumeambatanisha na barua pamoja na mkataba wa makabidhiano tuliokabidhiana sisi pamoja na wazazi wenu. Karatasi ya nyuma ndiyo ambayo inayoeleza mambo mengine yote hayo. Asanteni kwa kutuelewa, endeleeni kutafuta makazi mapya. Msikilizaji, tulianza kupata kichaa kwa kweli. Tulichanganyikiwa sana baada ya kupata ujumbe ule. Tulipoangalia ile barua kwa nyuma, kweli tulikuta barua ambayo iliyokuwa ni ya kupeana taarifa kati ya wazazi wetu pamoja na yule bwana Alfred. Lakini vile vile tulikutana na mkataba, kopi ya mkataba ambayo ilikuwa ni ya makabidhiano kati ya wazazi wetu pamoja na wale watu ambao waliokuwa wamekuja pale nyumbani. Ilikuwa ni makabidhiano ya nyumba yetu ile pamoja na eneo lote mahali ambapo tulipokuwa tunakaa. Palikuwa pameuzwa kwa tajiri huyu. Jambo hilo kwa kweli lilituchanganya sana, huku tukiwa tunajiuliza tutakwenda kuishi wapi. Lakini kwa sababu tuliambiwa kwamba tunaweza kuendelea kukaa pale, basi tulijipa moyo kwamba baada ya pale tungejua kwamba ni wapi ambapo tunakwenda kukaa. Siku zilienda tukiwa tunaendelea kuwa na mawazo mengi kwamba huenda muda wowote yule tajiri angekuja na kutuondoa pale nyumbani. Tuliendelea kutafakari kwamba ni wapi tungeishi, kwa sababu hata hivyo pesa ile ambayo tuliokuwa tumepewa ilikuwa haitoshi kabisa kwenda kununua nyumba nyingine. Pesa ile ilionyesha kabisa kwamba wazazi waliuza kwa bei nyingine, lakini pesa nyingine walikuwa wameshapewa. Na ile ni pesa kidogo tu ambayo walituhurumia sisi ili tuweze kutafutia makazi mengine. Tuliendelea kuitumia ile pesa kwa kipindi kile ambapo tulipokuwa tunakaa pale nyumbani, huku tukiendelea na shule, mpaka pale ambapo mimi nilifanikiwa kumaliza darasa la 7. Kaka yangu naye alikuwa yuko karibu kabisa kumaliza kidato chake cha kwanza ili aingie form 2 na mimi sasa nianze kwenda form 1.
Mwaka ule uliisha nikiwa mimi nimemaliza vizuri darasa la 7 na matokeo yangu yalitoka nikawa nimefaulu. Kaka yangu naye alikuwa amemaliza form 1, ni mwaka mwingine sasa. Tulikuwa tunategemea sasa kusonga mbele. Mimi nikienda form 1, kaka yangu akiingia form 2. Pesa zile ambazo tulizokuwa tumekabidhiwa nazo zilikuwa zimeyeyuka sana. Zilikuwa zimebaki kiasi kidogo sana. Tulikaa mimi na kaka yangu tukashauriana kwamba siku yule mtu atakapokuja, yule tajiri, tumuombe kwamba sisi tuendelee kukaa pale pale nyumbani. Hata kama patakuwa sio kwetu, lakini sisi tukae hata nje kwa sababu hatuna mahali kwingine pa kwenda. Tulikubaliana hivyo tukiamini kabisa kwamba yule tajiri angetukubalia na sisi tuweze kukaa pale nyumbani kwetu. Januari ilifika, mwaka ambao nilipaswa mimi kwenda form 1. Picha lilianza pale ambapo nilikuwa sina kitu chochote ambacho nilichokuwa nimekiandaa kwa sababu ya kukosa pesa. Kaka yangu naye alikuwa anapaswa aingie form 2, hata yeye hakuwa na pesa za kumsaidia kupata hata kiatu kipya. Maisha yetu pale yalizidi kuwa magumu. Tulizidi kutafakari sana kuhusu maisha yetu. Tuliwaza ni nini cha kufanya. Tulishindwa kabisa. Kwa sababu tayari tulishakuwa tumenunua vitu vya kula pale ndani. Vitu kama vile mchele vilikuwa viko pale ndani. Unga tulikuwa tunao na vitu baadhi vya kula ambavyo vilivyokuwa vinafaa kukaa muda mrefu. Chakula kilikuwa si tatizo, lakini tulikuwa tunawaza tu baada ya chakula kile kuisha ni nini kitaendelea. Msikilizaji, tulishindwa kabisa kuendelea na shule mwaka ule. Nilishindwa kuingia kidato cha kwanza, kaka yangu alishindwa kuingia kidato cha pili. Tulibaki tukiwa tunazurura tu mtaani, tukiwa bado sisi ni vijana wadogo sana. Chakula tulikuwa na uhakika wa kukipata, lakini kama matatizo vile alikuwa tumeandaliwa sisi. Kipindi ambapo vyakula tulivyokuwa tumenunua pale nyumbani vilikuwa vinaishia, ndio wakati ambapo tajiri yule aliyekuja pale nyumbani alikuja sasa, yeye akiwa na kijana wake mwingine aliyekuwa anaonyesha kabisa ni mtoto wake kwa jinsi walivyokuwa wamefanana. Vijana wangu, hamjambo? Hatujambo, shikamo. Marahaba, vipi bwana? Poa tu. Bwana, sasa nimekuja na kijana wangu huyu hapa ni mtoto wangu. Yeye bado ni mwanafunzi, lakini ana biashara zake pia vile vile ambazo mimi nilishamwezesha ili aweze kuzifanya. Sasa shida yangu sio kukueleza kuhusu habari za huko, lakini tumekuja hapa kuwaambia kwamba huu ndio ule muda ambapo sisi tunahitaji sasa kupaendeleza hapa nyumbani. Tunataka tubomoe hii nyumba alafu tujenge nyumba nyingine ambazo zitakuwa na sehemu za biashara kwa ajili ya mwanangu huyu. Kwa hivyo, kwa sababu taarifa hiyo mlikuwa nayo siku nyingi, tunatamani sasa mtekeleze ile hatua ya nyinyi kuondoka hapa nyumbani ili tuweze kufanya marekebisho na yani tubomoe hii nyumba yote na tuanze ujenzi mpya kabisa. Ilikuwa ni kauli ambayo ilikuwa kama mwiba katika moyo. Tulianza kutokwa na jasho tukiwaza kwamba sisi tutakwenda wapi? Tutakwenda wapi na tutafanya nini huko tunapokwenda? Pesa zilikuwa zimeisha. Chakula ambacho tulichokuwa nacho pale ndicho ambacho nacho sasa kilikuwa kimeishia kabisa. Nyumba ambayo tuliokuwa tunakaa ndio hiyo hapo inaambiwa inabomolewa na sisi tunapaswa tuhame. Tutakwenda wapi? Tulianza kumuomba sasa yule tajiri ili aweze kutuacha sisi tuendelee kukaa pale.
Anko, samahani sana lakini sasa sisi tutaenda wapi? Nyinyi nafikiri pesa tulishawapa na tulishamaliza habari ya biashara. Habari ya kwamba mtakwenda wapi nafikiri mtajua nyinyi pamoja na wazazi wenu, na pesa tulishawapa ya kutafuta sehemu nyingine ya kukaa. Sasa kwa sababu tulishamalizana na nyinyi, tunachohitaji sisi hapa ni kufanya maendeleo ya ardhi yetu. Kwa hivyo habari ya mtakaa wapi bwana, nafikiri sio juu yetu hilo. Anko, tunaomba basi turuhusu sisi tuweze kukaa tu hapa, hata kama unaendelea na shughuli zako, sisi tukae tu hata nje. Mnakaa kwenye nyumba gani wakati nyumba hii hapa tunabomoa yote? Ujenzi tunataka kujenga hapa ni ujenzi mkubwa ambao utagharimu pesa nyingi sana. Kwa hivyo hii nyumba hiyo zote hizi za zamani hizi tunabomoa, jiko kila kitu tunaondoa. Na hapa ndani tutakuwa tunajaza material kama mawe, mchanga, kokoto. Kila sehemu tutajaza vitu. Na tutakuwa na gorofa yetu ambayo ndio inayopaswa ijengwe hapa. Sasa tunawezaje kuacha? Nyinyi mtakaa wapi? Anko, tuachie hata chumba kimoja wakati unabomoa. Wewe, nafikiri tunavyowapa muda wa kuongea ndio mnavozidi kutoa pumba hapa. Yaani tuache chumba kimoja mkae nyinyi. Tuache tuharibu ratiba na ramani ya jengo letu mpya tunalotaka kujenga kwa sababu yenu. Wazazi wenu si ndio waliouza? Wafuateni wazazi wenu walipoenda. Alipoongea maneno yale kwa kweli pale sasa ndipo ambapo tulipoanza kulia. Kaka yangu alipoanza kudondosha chozi pale pale alilifuta baada ya kuona mimi nikilia na kugeuka kuwa mbembelezaji anayenibembeleza mimi ili niweze kunyamaza. Laiti, mdogo wangu, hebu nyamaza. Nyamaza kabisa. Acha kulia. Hii ni sehemu ya watu. Sisi nyumbani kwetu tena hapa. Huna sababu ya kupalilia tena hapa. Hii ni nyumba ya mtu. Hii ni ardhi ya mtu. Wazazi wetu ndio ambao wameuza hapa. Sasa unamlilia nani? Hebu nyamaza. Tuondoke hapa. Tunaenda wapi sasa kaka? Nimekwambia tuondoke hapa. Hata kama ukimuuliza huyu ambaye ametuambia tuondoke hapa kwamba tunaenda wapi, hana jibu. Hata sisi hatuna majibu kwamba tunakwenda wapi. Lakini cha kwanza cha msingi kabisa ni sisi tuondoke hapa. Kaka, kwa hiyo sasa tunaondoka na nguo zetu zote hapa, tunaenda wapi kaka? Lightness, naomba unisikilize. Mimi ni mwanaume. Sitakuacha wewe mahali popote ambapo nitakapokwenda. Tutaenda mimi na wewe kila mahali. Kwa hiyo jiamini kabisa. Kaka. Lighty, afu sitaki ubishi wako. Sitaki uendelee kunibishia. Nimekwambia tuondoke. Ingia ndani, chukua kila kilicho chako, sisi tuondoke. Msikilizaji, ulikuwa ni wakati mgumu sana katika maisha yangu. Kipindi ambapo tunapaswa sisi tutoke pale nyumbani kwenda mahali ambapo hatujui tunaelekea wapi. Yule tajiri alikuwa amesimama pale bila huruma, huku akihamasisha kwamba tunapaswa tuondoke. Anko, hebu naomba basi uturuhusu tukaya hata siku chache hapa. Nisikilizeni niwaambieni kitu. Mnavyosema kwamba mnataka mkae hapa, eleweni tu kitu kimoja. Ni bora muondoke leo. Kwa sababu mimi ninavyotoa mguu wangu hapa, siku yoyote, iwe siku 1 au 2 au 3 au 5 zijazo, hakutakuwa na maongezi mengine. Mtashangaa tu magreda yakija na kuvunja hii nyumba bila kujali ni kuna mtu ndani au la. Kwa sababu ukweli ni kwamba tumewaambia hakuna mtu kule. Yaani hapa hakuna mtu yeyote ambaye anakaa. Kwa hivyo wakija hapa ni bomoa tu bila kujali kuna kitu cha mtu ndani au kuna mtu ndani, watabomoa. Mnaweza mkafia hata ndani ya hili jengo na hawajulikani watakuja muda gani. Wanaweza wakaja hata usiku kubomoa hapa. Sasa ni bora muondoke leo kukiwa na amani kuliko siku hiyo ambapo mtashangaa mko ndani alafu nyumba inabomolewa hapa na vifaa vya ujenzi vinaanza kumwagwa hapa. Sasa shauri yenu, sisi tumeshawaambia. Nimekwisha kuambia, na sio leo, nilisha kushika kuwapa barua na nimewapa ofa ya kukaa. Mmekaa zaidi ya miezi 7 hapa mpaka sasa hivi. Bado hamjajiandaa tu namna ya kutoka humu ndani.
Mimi nimewaambia kama mnakaa hapa ni nyinyi, kama mnakubali kuondoka ni nyinyi, lakini sisi kama familia, mimi pamoja na mdogo wangu na mtoto wangu huyu, nimekwisha kuwaambia kwamba hapa pana bomolewa. Na tutaweka na mlinzi hapa. Hatutaruhusu mtu yeyote mwingine aweze kuendelea kukaa hapa pindi ambapo ujenzi utakapokuwa unaendelea. Matatizo yenu kawaulizeni wazazi wenu. Sisi tumefanya biashara, hatujavamia hii sehemu. Nafikiri mnaendelewa. Mimi sina la ziada. Naondoka. Msikilizaji, yule baba Alfred pamoja na mwanae walitoka wakiwa wanaongozana kutoka pale nyumbani kwetu. Mwanae akiwa amenenepa kweli kweli. Kwa jinsi ambavyo tulivyomuona, alikuwa hajapishana sana na sisi. Umri wake na umri wetu ni sawa tu. Lakini tayari yeye alikuwa eti ana biashara huku akiwa anasoma. Walitembea na hatimaye walipotoka kwenye nyumba yetu, kule barabarani tuliwaona wakielekea sehemu ambapo kuna gari ilikuwa imepaki. Ilikuwa ni gari moja ya kifahari, na kweli ndio walioifuata na hatimaye walifungua na kuingia ndani. Walitokomea kusikojulikana, huko hatukujua wameenda wapi. Nilikuwa nimebaki mimi pamoja na kakaangu Freddy pale ndani. Maamuzi yetu ilikuwa ni kwamba sisi tunapaswa tutoke pale. Nilijaribu sasa kumueleza kaka yangu ili angalau tuweze kukaa pale japo kidogo, ili tuweze kufikiri ni wapi tunaweza tukaenda. Kaka Freddy, kweli sisi hapa tunapaswa tutoke, lakini hebu naomba tusitoke sasa hivi. Hayo magreda ya kuja kuvunja hayawezi kuja kuvunja leo bwana. Wewe Lightness, unataka tufie hapa ndani mdogo wangu? Alafu unajua bora ningekufa mimi, lakini wewe mdogo wangu mimi kukupoteza unajua itaniumiza sana. Basi bora hata kama wakija hapa kubomoa afu tukafia ndani tufe wote basi. Lakini sio ufe wewe. Mdogo wangu mimi nitaishije bila wewe? Mimi nakushauri tuondoke, afu wewe ni mtoto wa kike. Tunaweza tukakaa hapa wakaja watu wajeuri. Wakawa wanabomoa hapa alafu wakati huo wakataka kukufanyia vitu vibaya. Wanaweza hata kukubaka. Kwa hivyo ni bora tuondoke hapa siku hii ya leo. Tuondoke, tutajua tunaenda wapi. Kaka, afu mimi na njaa. Mdogo wangu, unafikiri sasa hapa ndani tutakula nini kama unavyoona hivi? Ndio maana nakwambia tutoke hapa. Kwa sababu hapa ndani hakuna chakula. Tutakula nini? Tuondoke hapa ndani. Hapa ndani kitu chetu pekee sasa hivi ni kitanda na nini. Tutafanyaje hivi vitu? Sisi inabidi tuondoke hapa ili tuweze kupata hata chakula huko njiani. Tutaomba hata kuomba. Kaka Freddy, najua unanipenda sana. Naomba unisikilize ushauri wangu kaka. Unasemaje Light? Mimi naomba kitu kimoja kaka. Tukae hapa siku moja au 2 au 3 tuweze kufikiri vizuri. Kabla hawajabomoa sisi tusiondoke hapa. Najua tutaenda kuishi maisha magumu sana huko tunapoenda. Nisikilize nikwambie. Ninakuelewa unachoongea. Lakini ni bora tutoke tukaanze maisha magumu, ambayo hayo maisha tutajaribu kuangalia namna gani tunaweza tukaishi kuliko kuendelea kubaki hapa ndani. Hawa matajiri sio watu wa kukaa nao jirani kabisa. Matajiri unajua wana roho mbaya sana. Unaweza ukakaa hapa alafu wakaamua tu wakishajua kwamba upo, hata kama alikuwa hana ratiba ya kuja, akalileta tu greda ili aweze kukomoa, kuumiza, kutoa hata kafara kwa ajili ya mali zake. Inabidi sisi tuondoke hapa ndani. Basi kaka, mimi naomba tufanye kitu kimoja, kwa sababu huko tunapoenda hatuna pa kwenda, hatuwezi kupeleka kitu chochote. Tuuze hata hichi kitanda na godoro. Tuuze na vitu vyetu vyovyote vile ambavyo vinafaa kuuza ili tuweze kupata hela hata ya kula. Huko tutakapokuwa tunatembea, tu tuna hela hata kidogo ya kula basi. Hilo kweli ni wazo zuri mdogo wangu Light. Umeongea jambo la maana sana. Kweli, tuuze hivi vitu hapa ndani. Kitanda na godoro. Hata ya masufuria tukipata mtu tumuuzie. Alafu sisi tuondoke. Tutembee tu, tutajua tunaishije huko. Ndio hivyo kaka. Sasa tuweze kupata mteja leo.
inabidi leo tutafute mteja na kesho tukipata tuwauzie hivi vitu vyetu vyote. Light, hebu sikiliza mdogo wangu. Hujui pale mbele pale wananunuaga vitu used? Wananunua na kuuza vitu used. Hili godoro tukipeleka pale sasa hivi anatupa hela. Kitanda hiki ananunua pale vyote hivi. Sufuria yote pale anauza. Si unajua anauza mitungi ya gesi nini kila kitu anauza. Kwa hiyo sisi tunachukua hivi vitu tunaenda kuiuza vyote. Kwanza tunamuita hapa aje angalie. Atupe hela yetu hapa. Alafu sisi tuondoke. Atatoa vitu hivi kwa muda wake. Kweli kaka, nenda basi ukamuite. Mimi naenda. Kwanza ngoja tunaenda wote, mimi siwezi kubaki hapa ndani. Haya twende. Tulitoka mimi pamoja na kaka yangu Freddy kuelekea mahali ambapo kulikuwa na duka kubwa ambalo lililokuwa linauza vitu used. Tuliondoka. Tukafika pale. Tulimuona yule baba mtu mzima ambaye aliyekuwa anasimamia lile duka. Ni kama kituo fulani hivi cha kuuzia vitu used. Tulimweleza na yeye hatimaye alituambia kwamba anataka avione hivi vitu. Tulimwambia tuende ukavione. Sasa hivi muda huu hapa kuna mtu ambaye hajaje hapa, ngoja akija hapa kijana wangu nimwache hapa ili niondoke na nyinyi tukaangalia hivyo vitu, alafu nitawakabidhi pesa. Tukisha kubaliana hivyo vitu nitavichukua. Basi poa mjomba, hamna shida, ngoja sisi tuende hivi alafu tutapitia hapa. Basi mnaelekea wapi? Tunaenda hivi mbele, alafu tukisharudi hivi ndo utakuwa labda huyo mtu wako amekuja, huyo mwanao, ili twende ukavione vile vitu. Basi poa. Alafu anko, hebu samani anko, tupatie basi shilingi hata 10,000 hapo. Alafu baadaye tukienda kuangalia tutakatana huko kwenye vitu tutakavyokuwa tunakuuzia. Tuna shida ya hela hapa sasa hivi. Ashikeni hapa, haina shida. Mmesema ni kitu gani kwanza? Kuna godoro, kuna kitanda, kuna jiko la mkaa pale, kuna ule mtungi wa gesi, jiko la gesi lile lipo lakini halina gesi. Kuna masufuria pale, vitu vingi tu vipo pale. Basi sawa. 10,000 tu ndo mnataka Yule baba bwana alitoa shilingi 10,000 na kutupatia. Jambo lile lilitufanya sisi tufurahi kwa sababu tayari tulikuwa tumeshapata hela ya kula, kwa sababu tulikuwa tumeishiwa kabisa. Mimi na kaka yangu tuliongoza njia kwenda mbele. Tukafika mpaka sehemu ambapo kulipokuwa na mgahawa. Tuliagiza chakula pale. Tulikula kwa furaha sana kwa sababu tulikuwa na njaa sana. Baada ya kula kumaliza pale, hela ilikuwa imebaki, pesa ambayo ingeweza kutusaidia sisi kula mlo mwingine tena. Tulirudi pale, tukafika kwa yule baba. Na alituambia kwamba bado kijana wake hajafika pale. Na muda ulikuwa umeenda. Tulibidi turudi nyumbani, tuendelee kukaa pale nyumbani kwetu tukisubiri kwamba huyo mtoto wa yule baba aweze kuja na hatimaye tutoke na yule baba pale na kuja nyumbani kwetu ili kuangalia vitu vyetu ambavyo tulivyokuwa tunataka kuviuza. Msikilizaji, tulikaa nyumbani mpaka jioni ikafika, bado yule kijana kule alikuwa hajaja. Tulisema tupitie pale kumuona, muda ikiwa ni saa 12 hivi. Tupitie kuangalia kama yule kijana amekuja. Lakini tulipofika pale, tulimkuta yule baba akiwa anafunga pale na kijana wake alikuwa hajaja. Anko vipi? Mbona vipi kijana hajaja mpaka sasa hivi? Kuna dharura imetokea, kwa hiyo kijana wangu hajaja na mimi mwenyewe nafunga hapa, inabidi niwahi huko. Alafu nafikiri tuonane kesho. Basi poa mjomba, hamna shida, kesho basi asubuhi. Asubuhi nitakuja naye hapa ili niweze kumwacha pafu tuende pamoja tukaangalie hivi vitu. Haya poa. Ilibidi tumkubalie yule mjomba kwa sababu tayari kwanza muda ule tulikuwa tuna pesa yetu ya kula. Ilikuwa sio shida. Tulianza kutembea na kuelekea kule ambapo tulipokuwa tumekula chakula cha mchana. Tulienda kwa ajili ya kupata chakula cha jioni na kurudi nyumbani kulala. Muda huo sasa ulikuwa umeenda, inaelekea saa 1 kasoro. Wakati tunatembea kuelekea kule, yule baba alitupita akiwa na pikipiki yake.
akaenda nyumbani kwake huko na sisi tukakatisha upande ambapo kulipokuwa na mgahawa. Tulifika pale, tuliagiza vyakula, tukala na kunywa pale. Na hatimaye sasa ulikuwa ni muda wa kurudi nyumbani. Tukaanza kutembea mimi na kaka yangu. Muda huo wa saa 2 kasoro tukiwa tunarudi nyumbani. Njia nzima tulikuwa tukijadili mimi na kaka yangu kwamba ni wapi ambapo tutakapokuwa tunaenda baada ya kutoka pale. Tulirudi nyumbani. Tukawa sasa tunapiga story mimi na kaka. Kaka yangu alikuwa ni mtu ambaye ananipa moyo sana pale nyumbani. Laiti unajua nini? Haya maisha yatapita tu haya. Haya, lazima tutakuja kuwa na hela. Tutakuja kuwa na hela sana tu sisi. Bro Freddy, unajua bro, mimi unapoongea hivyo, afu mimi nikiangalia hali ilivyo sasa hivi, naona kama unamtania. Ni ngumu sana sisi kupata hela. Maisha yetu ndo haya. Angalia sasa hivi hapa tunafukuzwa hapa ndani. Tunatoka, tunaondoka. Na hatujui ni wapi ambapo sisi tunaenda. Nisikilize. Mimi ni wa kiume. Nimeacha shule kwa sababu ya ugumu wa maisha. Sitakubali nife kwa sababu ya ugumu wa maisha. Nitapambana na nitasimama na wewe mdogo wangu mwanzo mpaka mwisho. Nitahangaika kwa namna yoyote ili nihakikishe mambo yanaenda vizuri. Ngoja hiyo kesho ifike, tuchukue hiyo pesa afu sisi tuondoke hapa nyumbani. Tuuze vitu vyetu hivi afu tuondoke. Kaka. Hivi kaka Freddy, lakini hivi kweli unajua mimi bado akili yangu haijajua tunaenda wapi? Wewe hata usiwaze. Hata mimi sijui tunaenda wapi, lakini ninachojua ni kwamba tunapaswa sisi tuondoke hapa nyumbani. Na huko tunapokwenda tutamkuta Mungu. Sawa kaka, mimi nimekubali. Hata hivyo hata nikikataa bado hapa ndani tunapaswa tuondoke, itakuwaje? Wewe tulale siku hii ya leo. Alafu asubuhi tutajua. Msikilizaji, unajua kipindi hiki umri wangu na mimi ulikuwa umeenda kidogo. Ile kitendo cha mimi kuvunja ungo kilikuwa kimesonga mbele sana. Nilipanda kitandani kulala mimi pamoja na kaka yangu. Kwa mara ya kwanza nilisikia hali tofauti baada ya kugusana mimi na kaka yangu pale kitandani. Hali ambayo sijawahi kuisikia hata kidogo nikiwa mimi na kaka yangu. Siku hii nilisikia. Kaka yangu tukiwa tumelala, tulijikuta tukiwa tumekumbatiana mimi na kaka yangu. Kumbatio ambalo siku zote tulikuwa tumezoea huwa tunakumbatianaga tukiwa tumelala. Lakini sasa siku hii hali ilikuwa ni tofauti. Kuna raha fulani nilikuwa nimeisikia baada ya kaka yangu kuniwekea mapaja yake tukiwa tumekumbatiana mimi na yeye. Tulikuwa tumewekeana uso hapa kwa hapa. Tukiwa tumewekea kumbatiana mikono pamoja na miguu yetu ikiwa imegusana, mapaja yetu yakiwa karibu kabisa. Hali ya furaha na msisimko ambao niliokuwa nimeupata siku ile ulikuwa ni wa tofauti sana. Tofauti kabisa na siku zingine zote. Hata hivyo raha ile sikujua inatokana na nini. Kwa sababu kiukweli nilikuwa sielewi chochote kabisa kuhusiana na masuala ya kimahusiano. Ilifika asubuhi. Hata nilipomtazama kaka yangu pia nilimuona akiwa katika hali fulani ya tofauti hivi. Niliona kabisa kwamba katika mazingira yake ya siri nilikuwa nimeona hapa kabisa pakiwa pametuna, kuonyesha kwamba kuna hali ya utofauti na yeye ameipata. Sikuitilia maanani sana, japokuwa nilitamani ile hali ijirudie tena ya kukumbatiana na kaka yangu alafu nisikie ile raha. Lakini baada tu ya kukumbuka matatizo ambayo yanatukabili sisi kwa wakati ule, kwa kweli hata hizo mawazo ziliniondoka haraka sana na kukumbuka matatizo makubwa ambayo yanayotukumba sisi. Ilikuwa ni asubuhi nyingine mpya ambapo sasa sisi tulikuwa tunaganga tena kwamba leo vipi tunaweza kufanikiwa kuuza vitu vyetu ili tuweze kuondoka pale nyumbani. Kila mtu alikuwa na wazo hilo na stress zilikuwa zikimjaa akiwaza habari hiyo. Kaka yangu alikuwa akiendelea kunipenda na kunionyesha hali iliyozidi upendo wa kawaida.
Light, hebu nenda ukaoge, umalize hapo ili tuondoke tuanze kutembea kule. Twende kule kwa yule father pale. Kwa anko yule tuangalie kama ameshakuja pale kazini kwake ili tuje naye huko kabisa aweze kuangalia vitu vyetu tumuuzie tuondoke. Basi poa, ngoja nikaoge kaka. Msikilizaji, nilichukua mimi kanga yangu ambayo nilikuwa nimezoea siku zote kuvaa wakati ninapokwenda kuoga. Siku hii nilipochukua kanga yangu na kuelekea kule mahali ambapo nilipokuwa naenda ili nikaoge kwenye bafu, nilimuona kaka Fred akiwa ananitazama kwa jicho ambalo ni la tofauti sana na siku zote. Aliniangalia kwa hali ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba kuna kitu kingine ndani yake. Aliniangalia katika hali ya mtu ambaye anayetamani kitu hivi. Nilimwangalia na mimi kwa kweli nilionyesha kumpenda sana zaidi. Upendo ambao niliokuwa nampenda kaka yangu siku zote ulikuwa upo, lakini siku hii kuna hali fulani ya tofauti nilisikia. Nikaonyesha kumpenda kaka yangu kwa namna nyingine ya tofauti, hasa nikiwa nakumbuka hisia nilizozipata ile usiku mpaka asubuhi wakati tukiwa tumelala tukiwa tumekumbatiana. Nilienda kuoga nikamaliza, nikarudi pale nikaandaa nguo zangu zikuvaa nikavaa. Hatimaye sasa tulikuwa tunatoka mimi pamoja na kaka yangu kuelekea kwa mjomba yule ambaye yeye ndiye ambaye tuliokuwa tunamhitaji kwa ajili ya kununua vitu vyetu. Tuliongozana mimi pamoja na kaka mpaka tukafika pale. Na tulipokuwa tunafika pale ndipo mahali ndio muda ambapo na yeye alikuwa anaingia na pikipiki yake yeye pamoja na mwanae. Tulijua kabisa kwamba pale sasa jambo letu linakwenda kukamilika. Haraka sana yule baba alimueleza mwanae kwamba aweze kufungua pale na yeye anarudi na sisi kuelekea nyumbani kwetu ili aweze kaangalia vitu vyetu. Tuliondoka tukiwa tumepanda pikipiki ile, mimi pamoja na kaka yangu. Kaka yangu mimi nilitangulia kukaa na kaka yangu akawa amekaa kwa nyuma yangu. Hisia zangu zilianza kunipeleka tofauti sana kaka yangu alivyokuwa amekaa nyuma yangu. Nilijisikia hali ya furaha jinsi ambavyo alivyokuwa amenishika ili kusudi asije akadondoka. Kwa kweli ile mikono yake ambayo aliyokuwa ameiweka kunishika hapa kwenye kiuno changu ili asidondoke, niliondoa na kuipeleka mpaka kifuani kwangu ili aweze kunishika vizuri. Kiukweli ni kwamba mimi nilikuwa na hisia tofauti muda ule. Lakini hata kaka yangu jinsi ambavyo alivyokuwa ananishika, niliona kabisa kuna hali ya tofauti ambayo alikuwa nayo. Kwa sababu umbali ulikuwa sio mrefu, haraka tulimwambia ni hapa na yule baba alisimama na hatimaye tulienda naye mpaka ndani ili aweze kuangalia vitu vyetu. Havikuwa vingi sana, lakini vilikuwa na thamani sana kwetu. Ilikuwa ni kitanda, godoro, jiko la mkaa, jiko la gesi ambalo gesi ilikuwa imeisha na tulikuwa tuna hela ya kujaza, na vyombo vichache tu vya kupikia ambavyo vilivyokuwa vimeachwa pale. Tulisema kabisa kwamba shuka zetu lazima tuende nazo kwa sababu huko mahali tunapoenda lazima tutalala tu mahali ambapo hapaeleweki, itabidi tuwe na shuka. Yule faza kweli aliangalia vile vitu na tukakubaliana bei. Kwa kweli hata yeye alitulalia sana kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba sisi tuna shida muda ule. Hatukuwaza, alitupa ile pesa na kwa wakati ule tulikuwa hatuna kitu tunachosubiri pale zaidi ya kuchukua mabegi yetu ambayo yalikuwa pia ni makuukuu na kutoka pale ndani. Ilikuwa ni siku ya kwanza hiyo ambapo sasa sisi tulikuwa tunatoka tukiwa tunaenda mahali hatujui tunaelekea wapi. Tulienda maeneo ya mjini kati kabisa, tukiamini kwamba tukiwa mjini hatuwezi kufa njaa. Hata kama pesa tulizo nazo zitakuja kuisha, lakini hatuwezi kufa njaa, maana tunaweza kuamua kuishi kama chizi, ili mradi tu tuweze kupata maisha mazuri ambayo kwetu sisi kwa wakati ule tulikuwa tunazungumza maisha mazuri ilikuwa ni maisha ya kuweza kula na kupata pa kulala tu. Hata kama sio kulala ndani, lakini ile mradi tu tulale sehemu ambayo ni salama. Hayo ndio maisha mazuri ambayo tuliokuwa tunayamaanisha sisi. Tulielekea maeneo ya mjini kabisa. Na hapo sasa muda wa mchana ulikuwa umefika. Tukasema tutafute sehemu kwanza ya kula, tukala, tukamaliza, na huku tukiendelea kutembea katikati ya mji tukiwaza habari ya jioni kwamba tutalala wapi.
Tuliogopa kutumia pesa kwa ajili ya kulala guest kwa sababu tuliogopa sana kwamba ile pesa ingeweza kuisha haraka. Tulisema kwamba ni bora tujibane, tulale hata maeneo yenye kwenye chochoro tu, tulale ili tuweze kutunza pesa yetu iweze kudumu. Msikilizaji, jioni ilifika, tukiwa hatujui tunakwenda kulala wapi. Mimi na kaka yangu tulikuwa hatuachani mkono kwa mkono kila mahali tulipokuwa tunapita. Kaka Freddy alinipa uwazo. Sikia mdogo wangu, kumbuka tuna pesa kidogo ambayo tunayo hapa. Tukilala leo kwenye uchochoro, na leo sisi ndo wageni vichochoro, watatuibia. Ni bora leo tuende tukalale guest. Alafu hiyo kesho na kesho kutwa tutajitajua tunaishije. Lakini leo ni bora tulale guest ili tulinde pesa tulionayo, lakini pia tuweze kuzoea tena mitaa yetu hii. Kumbuka tu kwamba haya ndio maisha yetu mapya, na hii ndio mitaa yetu mipya ambayo tunakwenda kuanza kuishi sasa hivi. Hakuna mtaa mwingine ambapo tutaishi. Hatuna nyumba, hatuna nini. Hebu tulinde usalama wetu kwa siku hii ya leo. Msikilizaji, mimi pamoja na kaka yangu tuliongozana mpaka kwenda kwenye guest ili tuweze kukaa kwa siku ile, kama ambavyo kaka yangu Freddy alivyosema. Tuliingia kwenye ile nyumba ya guest na hatimaye tulichukua chumba. Mimi pamoja na kaka yangu ambaye tunafanana sana, watu walitushangaa sana kwenda kulala kwenye chumba kimoja. Pale mapokezi walishangaa sana. Mnaenda kulala pamoja? Kwani nyinyi si mnaonyesha ni mtu na ndugu? Bana, acha maswali mengi bwana. Huyu ni mdogo wangu, kwa hiyo naenda kulala naye ndani kule. Basi sawa. Nyinyi mnaonyesha nini pacha lakini sisi ni mapacha. Kaka Freddy aliwajibu pale ili wasiendelee kumuuliza maswali mengi. Tuliingia mpaka ndani ya chumba, na pale sasa kile chumba kilikuwa na choo ndani kwa ndani. Ndipo mahali ambapo sasa tulikuwa tunaishi. Tulipenda ile sehemu, tukasema kwa kweli tungekuwa na pesa ndio sehemu tulipaswa tuishi kila siku. Bei ya chumba haikuwa kubwa sana, tulikuwa tunaimudu, lakini huko ndani jinsi ambavyo palivyokuwa pazuri, sisi tulikuwa tujazoea. Kulikuwa na feni nzuri, rangi nzuri, choo ndani kwa ndani, kitanda kizuri, vitu ambavyo kule nyumbani tulikuwa hatujavizoea hata kidogo. Tulioga pale, tukamaliza, na sasa ilikuwa ni muda wa kulala. Mimi na kaka yangu Freddy tulikuwa katika hali ya kutamaniana sana kwa kweli. Lakini hakuna aliyemwambia mwenzake, lakini kila mmoja alifurahia jinsi ambavyo alivyokuwa akigusana na mwenzake. Kila mmoja alionyesha kupata msisimko mzuri alipokuwa yuko karibu yeye na mwenzake. Hata hivyo, hakuna hata mmoja kati yetu ambaye aliyekuwa ameanza michezo michafu. Kwa hivyo hakuna hata mmoja wa kumwambia mwenzake kwamba tuanze michezo michafu. Akili yetu na mawazo yetu yalielekea kwenye kufikiri ni wapi ambapo tutalala baada ya siku hii ya leo. Tulipomaliza maandalizi pale, tulijikuta kwamba tukikumbuka kabisa kwamba njaa imeshika, inabidi tutoke tukale. Tulikumbuka kwamba wakati tunaingia, tuliona kwamba pale nje kulikuwa na watu wanaopika vyakula. Tulimuita mtu wa mapokezi ili aweze kutustulia mtu wa chakula ili aweze kutuletea. Mtu wa mapokezi pale alikuja pale, na hatimaye tulimueleza atuletee mtu wa chakula, na yeye kweli alikuja pale, tukamwagiza akatuletea. Kwa hivyo sisi tuko pale ndani tunakula chakula. Msikilizaji, muda wote huu ambapo tulikuwa tunakula chakula pale ndani, mimi na kaka yangu niliona kabisa hali ya utofauti katika moyo wangu. Hata kwake yeye niliona kuna hali ya utofauti mkubwa sana uliokuwa unakuja. Ni hali ya kuonyesha msisimko na hali ya kuonyesha kuhitajiana kati yangu mimi na kaka yangu. Nilijiuliza kwamba hichi ni nini? Lakini sikuwa na hali yoyote ya kukataa kukubali, kwa sababu ni hali ambayo iliyokuwa inatoka moyoni. Hakuna aliyeniambia. Na hata hiyo hali ilikuwa inaonyesha ni hali nzuri, japokuwa ni ya ubadiliko mkubwa sana. Tulimaliza kula, na hatimaye sasa
ilikuwa ni muda wa kupanda kitandani kulala. Msikilizaji, safari yetu bado ndefu sana kwa kweli. Sijui nieleze nini kwa wakati huu. Hadi mimi nimechoka jamani. Naomba tu tukutane katika sehemu ya pili ili tuweze kuelezana. Niweze kukuelezea ni nini ambacho kilichoendelea katika simulizi yetu hii ya upendo wa kaka yangu. Bye bye, tukutane katika sehemu ya pili. Namu msikilizaji, karibu na kuaga pia katika sehemu hii ya kwanza. Tukutane katika sehemu ya pili ndani ya makala simulizi. Msimuliaji wako wa simulizi hii ni mimi BHB wa makala simulizi. Karibu sana katika sehemu ya pili ili uweze kupata mwendelezo.